Sasa sisi tunasema tunataka kukomboa familia zetu dhidi ya urithi mbaya. Urithi mbaya, zile roho zote mbaya ambazo ni za kurithi kwenye familia zetu ziweze kuondoka kabisa na familia zetu ziwe huru. Amina. Wiki iliyopita tulijifunza habari za familia, tunaelewa familia kwa mapana, si ndio? Sasa leo tunaona kwenye hizi familia kuna vitu watu wamerithi kutoka kwa wazazi wao, wamerithi kutoka kwa mababu, wamerithi huko, kwa sababu kama mwenyewe Mungu anasema vitu angepatiliza kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha tatu ama cha nne, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukarithi vitu kutoka kizazi cha nne umevirithi, ama kizazi cha tatu au cha pili umerithi hivyo vitu. Sasa ndio hiyo tunakwenda kumwomba Mungu atukomboe leo, akomboe familia zetu, manake aidha kama umeolewa, yaani wewe uombe kukombolewa wewe na mkeo na watoto, mkombolewe na hayo mambo ya kurithi yote, mambo mabaya yote ya kurithi yako kwenye familia yenu yaondoke. Kama hujaolewa, basi useme mimi nasema kwa ajili ya mambo yote mabaya yaliyo kwenye ya kurithi mabaya ambayo yametokea kwa baba yangu, kwa mama yangu, mimi na ndugu zangu, tukombolewe tuwe huru. Haleluya. Kuna mtu amekuja kusoma kwa ajili ya familia yake leo? Kuna mtu amekuja kusoma kwa ajili ya familia yake leo? Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5, uone kwamba haya mambo yanaenda kwa kizazi huko kurithishwa, kwa mambo ya kurithi. Ndio maana hata mtu kule kijijini ukirithishwa shamba, mashamba yanayorithiwa sasa hivi ni ya mababu wa zamani, si ndio? Babu alikuwa na shamba lake, alipokufa akarithisha watoto. Kama alikuwa na watoto wa kiume watatu, maana ile shamba ligawanywa mara ngapi? Mara 3, si ndio? Wale watatu na wenyewe wakatengeneza familia. Zile familia, kama huyu familia ile alikuwa na watoto wa kiume, ile portion yake naye anagawa tena kwa idadi ya watoto wake wa kiume alio nayo. Haleluya. Kama alikuwa na mmoja, basi hiyo portion yake yule mmoja ndiye atachukua. Kama alikuwa na watano, hiyo portion itagawanywa kwa wavulana watano. Kila mtu anataka kufisi. Na urithi hauuzwi, si ndio? Urithi ule wanasema unakuwa hauuzwi. Sasa unaweza ndio hivyo na hizi roho, unaweza kuta umerithi roho kutoka kwa babu yako, kama ambavyo ulirithi shamba, ukajikuta umerithi roho ambayo ilikuwa ni ya babu wa nne huko. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5, ambao unasemaje? Kunasema Kutoka sura ya 20 mstari wa 5 nasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wingu na wapatiliza, hiyo 5b, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Haleluya. Kwa kuwa unaweza kuwa na mambo yanaendelea kwenye maisha yako, yalikuwa ni mambo yalikuwa yanafanya na babu yako, babu wa babu yako. Haleluya. Lakini zile tabia wewe ndio unazo sasa, au yale matatizo wewe ndio unayo sasa, maana umeyarithi hayo mambo mabaya. Tuko pamoja? Lakini ukiangalia kitabu cha Maombolezo sura ya 5, kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 inasema, Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 inasema, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Kumbe unaweza kuwa unatembea kwenye maovu ya baba na babu zako ambao waliyafanya wao huko nyuma, na wewe sasa hivi unafanya nini? Unatembea kwenye hizo adhabu, hayo madhara ya yale mambo waliyofanya wao. Tuko pamoja mpaka hapo? Kuna mtu ananielewa mpaka hapo? Sema mwambie mwenzako, nimekuja kukomboa familia yangu dhidi ya roho mbaya za kurithi. Nimekuja kuikomboa familia yangu dhidi ya roho mbaya za kurithi kwa jina la Yesu. Amen. Ukisoma pia kitabu cha Ezekieli, uone haya mambo kwamba kurithi, kama ambavyo mtu anarithi mali, kama ambavyo mtu anarithi mashamba, kama ambavyo mtu anarithi makampuni, hivyo mtu anaweza kurithi mambo mabaya na yakawa yako akaanza kutembea kwenye maisha. Kitabu cha Ezekieli, sura ya 16 mstari wa 44,
Kitabu cha Ezekieli sura ya 17 mstari wa 44 inasema, mstari wa 44 anasema tazama, kila mtu atumia mithali atatumia mithali hii kinyume chake. Anasema na naendelea hapo mbele, kama mama wa mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama wa mtu alivyo ndivyo alivyo. Ndio maana tunaona tunataka kuoa mtu mwangalie mama yake. Haleluya. Kwa nini unasema kwa kweli, lakini maana yake ni kwamba kuna tabia za yule baba ambazo zinaenda kwa binti. Kwa hiyo kwa sababu gani? Mtu anajifunza vile ambavyo kwa mama yake. Anachukua zile, kwanza kuna zile jinsi za ndani humo, lakini kuna zile tabia za kila siku humo. Kwa anasema hili ni methali, wanasema alivyo binti, angalia mama yake. Anasema hapo kama mama wa mtu alivyo ndivyo na binti yake. Hili neno la Mungu sio langu. Haleluya. Kwa hiyo leo mama alafu na binti tuangalie mabinti yao mwisho wa siku watapata hii methali za kufanya kazi kwao. Kwa nini? Wanarithi vitu kutoka kwa mama zao. Lakini ukiangalia kitabu pia cha Yohana sura ya 5. Mambo ya kurithi hayo. Na leo kuna mtu anakuja kusimama kwa ajili ya kukomboa familia yake dhidi ya hizi roho za kurithi, roho mbaya. Kwa hiyo unashangaa unakuta kama mama alikuwa na tabia hata utulivu, mtoto anakuwa na utulivu hivyo. Mama alikuwa hivyo. Lakini utazama gani? Kuna hizo vitu ambavyo mtoto anarithi kutoka kwa mama. Sasa angalia Yohana sura ya 5, Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 19. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 19. Wenyewe unasema nini? Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunarudi tunaunganisha na ile alivyo binti ni kama mama. Sasa na hapa inaongezea. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba anafanya nini? Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa maana yote ayatendayo yeye, yani baba, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Ezekieli anasema alivyo binti ndivyo alivyo mama yake. Kwa nini? Binti anaangalia mama anavyofanya na kijana anaangalia baba anavyofanya. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo kama binti anaangalia mama anavyofanya, kwa vyovyote ataanza kurithi zile tabia za mama yake, na kijana ambaye anaangalia baba yake anavyoishi, utaona anaanza kurithi tabia za nani? Za baba yake. Isipokuwa awe amepata neema ya wokovu, akajitambua, akagundua kwamba kuna mengine sio ya kuiga. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu amekuja kusimama kukomboa familia yake dhidi ya roho mbaya za kurithi. Kwa hiyo unaona hayo mambo yote. Sasa hebu tuangalie. Tumesema tunataka kukomboa familia zetu dhidi ya roho mbaya za kurithi. Kumbe kama kuna roho mbaya, then kuna roho nzuri, si ndio? Kama kuna vitu viko saidi mbili, nzuri, mbaya. Nzuri, mbaya, si ndio? Kwa kama kuna roho mbaya za kurithi, then kuna roho nzuri za nini? Za kurithi. Hapo mwanzo nilipoanza nilisema kurithi, unarithi vitu, unarithi mali ambavyo ni yule mtu ambaye amekufa ameandika kwamba urithi wangu atarithi 1, 2, 3, 4, 5. Lakini hiyo ni kidunia. Sema ni kidunia. Sema ni taratibu za kidunia. Sasa taratibu za kibiblia kurithi ni nini? Kurithi ni kupata baraka za kiroho na ahadi kutoka kwa Mungu. Hapa tunazungumzia kibiblia, urithi wa kibiblia sasa. Huu ndio kwa maana ya kwanza ilikuwa ni urithi wa mzazi anaachia mtoto wake, anaachia hivi urithi wetu wa kawaida. Lakini kibiblia urithi ni kupata baraka za kiroho na ahadi kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huo ndio urithi mzuri, si ndio? Huo ni urithi gani? Mzuri. Unapata baraka za kiroho na ahadi kutoka kwa Mungu. Kwa kuna urithi mzuri na urithi mbaya. Urithi mzuri unatoka kwa Mungu, urithi mbaya unatoka kwa nani? Kwa shetani. Kuna pande mbili, nzuri na mbaya, giza na nuru. Kwa hiyo Mungu na shetani. Kwa urithi mzuri unatoka kwa Mungu na urithi mbaya unatoka kwa shetani. Urithi mzuri ndio hizi baraka za kiroho na ahadi ambazo Mungu anaziachilia kwa watoto wake.
Haleluya! Maana Mungu ni baba na Mungu anarithisha kama ambavyo mababa duniani wenyewe wanafanya nini? Wanarithisha. Tuko pamoja na Mungu. Tuko pamoja na Mungu. Kwa hiyo nimesema urithi mzuri ndio huo ambao unatoka kwa Mungu na ni baraka. Kwa mfano, kuna urithi mmoja mzuri sana ambao uko kwenye kitabu cha Isaya sura ya 57. Urithi wa watumishi wa Mungu. Wangapi wanajua urithi wa watumishi wa Mungu? Watumishi wa Mungu, wakati mnajua urithi wenu? Isaya 54:17. Tunajua urithi wa watumishi wa Mungu. Ule ni urithi mzuri, si ndio? Isaya 54 inasema, Isaya 54:17 hapa inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu katika hukumu utahukumu kwa ukosa. Huu ndio urithi. Huu ndio urithi wa watumishi wa nani? Wa Bwana, na haki inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kuna mtu anauu urithi ni fungu lake. Huo ni urithi mzuri, si ndio? Umetoka kwa baba yetu wa wapi? Wa mbinguni, kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Tumeona kibibilia urithi ni kupata baraka za kiroho na ahadi za nani? Ahadi kutoka kwa Mungu. Hii ni ahadi na ni urithi kwa wana wa Mungu. Naongea na wana wa Mungu mahali hapa. Ninaongea na wana wa Mungu ambao pia watumishi wa Mungu. Kumbe tayari unarithi kwamba hakuna sera atakayopata. Huo ni urithi wako. Haleluya. Na ukijua kwamba ni urithi wangu, unajua kabisa shetani akileta vitisho, unaanza sababu ya kumwambia kwamba neno la Mungu linasema hiyo silaha yako haitafanikiwa. Ni urithi tayari Mungu ameshakupatia. Hakuna sera atakayofanyika kwenye maisha yako. Amina. Kwa hiyo kuna urithi mzuri na urithi mbaya. Urithi mzuri unatoka kwa Mungu, ni zile baraka na ahadi kutoka kwa Mungu, kama zile ambazo alimbariki Ibrahimu, akabariki Isaka, akabariki Yakobo. Huo ni urithi mzuri. Haleluya. Tuko pamoja watoto wa Mungu wazuri ambao Mungu ana urithi mwingi sana kwa ajili yetu, ambao leo tunakwenda kushughulikia kila urithi mbaya ambao shetani ameachilia kwenye maisha yetu. Okay. Kwa hiyo urithi mzuri kwa nyingi, ziko mfano ni mingi, lakini kwa sababu ninaenda kwenye zaidi urithi hizi roho mbaya za urithi, ngoja nikijiti zaidi kwenye urithi mbaya. Haleluya. Sasa urithi mbaya unabeba mateso sana. Urithi mbaya unabeba mateso kwa watu wanateseka, unabeba matatizo, unafanya watu wanakuwa na historia mbaya. Urithi mbaya ambao umeachiliwa kwenye maisha ya watu ni mateso, ni matatizo, unatengeneza historia mbaya kwenye maisha ya watu. Kweli uongo? Kweli uongo? Urithi mbaya unaleta mateso. Watu wanateseka sana kwa sababu ya urithi mbaya ambao umeachiliwa kwenye maisha yao, lakini wanakuwa ni watu wa matatizo yasiyokwisha. Lakini hata historia zao zinakuwa hazisomi vizuri, zinakuwa ni historia ambazo hazina ushuhuda kwa sababu ya urithi mbaya ambao kwenye maisha ya watu hao. Haleluya. Sasa urithi mbaya kama wanasema urithi mbaya, huu urithi ambao unarithishwa kiroho, hata kwa mali. Hata mali huwezi kuamua unataka urithishwe nini, si ndio? Unaweza kuamua unataka kama urithishe hiki. Hapana, ni anakama, si ndio? Na hata hii urithi mbaya ambao ni wa kiroho, tabia na nini, mtu hachagui anataka arithi nini. Unakuja wenyewe automatic, si ndio? Haleluya. Hawezi kuchagua urithi nini. Lakini unaweza kuamua kugeuza huo urithi mbaya kwenye maisha yako ukawa kitu kingine kilichochema kwa ajili ya faida yako, si ndio? Pia lakini unaweza kuamua ukasema mimi urithi mbaya sitaki, ukaukataa na ukaamua kujikata nao, na maisha yako yakabadilika, ukaanza kutembea kwenye urithi mzuri ambao ni baraka na ahadi kutoka kwa Mungu ambaye ni baba yako. Haleluya. Si ndio? Unawezekana hivyo. Kwa kama urithi hauwezi kuchagua urithi nini. Kwa hiyo hata ulipo unaomba mengi ya urithi unayo au hujayataka, umejikuta unayo. Amen. Haujatuma maombi kwamba ninaomba hii tabia, ninaomba huu ugonjwa, ninaomba huu maskini, hujatuma maombi, umejikuta unavyo. Kwa sababu gani? Vilitoka kwa baba au vilitoka kwa babu au vilitoka kwa shaka wapi huko, na wewe umekufikia, si ndivyo? Lakini baada ya kugundua kwamba huu ni mbaya, unao uchaguzi wa kusema sitaki iwe mwisho, vigeuke, viondoke kwenye maisha yako, nianze kutembea kwenye urithi kwa baba yangu wa mbinguni. Hiyo inawezekana. Na hii ni chaguzi la mtu. Na leo ni siku ya kufanya uchaguzi huo kwamba Mungu sasa nataka niache kutembea kwenye urithi mbaya wote, nianze kutembea kwenye ule urithi
itakuwa urithi mzuri kwenye maisha yao. Inawezekana. Haleluya. Mwambie mwenzako inawezekana. Mwambie inawezekana. Sasa wewe sijui umerithi nini? Mwambie mwenzako. Mwambie umerithi nini kibaya? Muulize, mwambie jirani yako, mwambie umerithi nini kibaya? Umerithi tabia gani mbaya? Umerithi nini? Umerithi tabia gani mbaya? Umerithi msimamo gani mbaya? Kuna misimamo migumu, misimamo mbaya, amerithi ile misimamo. Umerithi nini? Wakati unakuuliza hata ujifikirie yani ulivyo. Jifikirie alafu angalia baba zako wakubwa, baba zako wadogo. Angalia mashangazi kule. Alafu angalia kama mdogo kule utapita kule alafu angalia kama kuna tabia zingine unazo alafu utamwambia yule kama nani yake. Kama babu yake huyo. Kama nani yake huyu. Alafu angalia unataka kumerithi nini? Haleluya. Mtu amerithi nini? Kuna wengine amerithi viti. Amerithi viti, amerithi viti vile vya ukoo kule. Wengine watoka kwenye familia za kichifu. Wapo hapa lakini wana viti vinawasumbua kweli kweli, wanataka kupata yale maroho kule yanataka wakalie hivyo vitu. Vinawaangaisha. Lakini leo ni siku njema, ni siku nzuri Mungu aliyoifanya ya kwenda kujiondoa kwenye hayo mikataba hizo urithi mbaya, na tutawekwa huru na tutaanza kutembea kwa huru katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu Yesu alikuja kutukomboa, alitaka tuwe huru. Na leo tunaanza kusema Mungu, Yesu ile kazi yako ya ukombozi uliokuja kuifanya, leo itekeleze kwa namna nyingine kwa kutuondoa kwenye kila roho mbaya za kurithi ambazo zimekuwa zikisumbua na kutesa maisha yetu. Kuna mtu yuko tayari kusimama na Yesu kwa ajili ya hiyo Yesu afanye hiyo kazi vizuri kwenye maisha yake leo? Amen. Umeshauliza mwenzako alirithi nini? Amekujibu amerithi nini? Amekujibu amerithi nini? Kuna mtu anataka kutoa mfano kitu cha kurithi ambacho umeshakiona kifanya kazi huku na huku na huku na huku na huku. Umerithi nini? Naweza kusema alichokirithi. Haleluya. Umerithi nini? Umerithi nini? Mimi nipe mfano. Mimi nimerithi. Naona mimi yangu alipokaa. Mimi na urithi. Yaani mimi ananiuliza kwa nyumba yangu naomba mtoto wangu asipate tena sitaki. Ukiangalia mamangu anayo. Ukiangalia mdogo wangu anayo. Ukiangalia nyumba zangu wote wanayo. Ukiangalia nyumba zangu wote wanayo. Yaani kuna mzungu watu kama 20 wanapenda hiyo lugha. Yanaona vizuri kabisa na kama anafanana na kanaishi. Mwana wa polisi. Haleluya. Mwisho wa siku umerithi nini wewe? Umerithi nini kibaya? Ambacho wewe unazidi mimi kama sitaki. Okay. Sasa hebu tuangalie mifano, labda baada ya mifano hii utajua umerithi nini. Haleluya. Baada ya mifano hii unaweza kujua ulichokirithi, lakini labda hujashika kama hicho kitu umerithi. Sasa tusikize mifano ya urithi mbaya ambao unatesa maisha ya watu. Unatesa maisha ya watu. Watu hawasogei, watu wanahangaika. Hebu tuangalie mfano. Kwanza, kuna magonjwa ya kurithi. Kuna watu wanaoomba lakini kumbe yale magonjwa ni ya kurithi. Magonjwa, kuna watu wana pressure za kurithi. Ukiangalia kwa baba na pressure ni hivyo. Haleluya. Haleluya. Hata mimi kwa baba yangu pressure hizo, mimi baba yangu alikuwa kwa pressure, baba mkubwa alikuwa kwa pressure, baba alikuwa kwa pressure, baba mkubwa pia kwa pressure, shangazi mimi alikuwa kwa pressure. Hivyo. Sasa unaona hiyo kawaida hiyo. Magonjwa ya kurithi. Haleluya. Lakini kuna wengine wanasumbuliwa na kisukari. Kuna watu wanapata kisukari pia, kisukari na huyo hata hapana nini kisukari kinampata. Wengine wanasumbuliwa na magonjwa ya asthma, pumu. Wamerithi unashangaa wanaangalia wanafika kumbe amechukua huko yani ni line hiyo inashuka. Hizo magonjwa ya kurithi. Lakini wengine kuna kansa za kurithi, unashangaa kwa kansa na huyo hata kama ni kansa na nyemelea. Asante Yesu tumekujua kwa sababu bila ya hivyo mambo yangekuwa magumu sana. Haleluya. Hebu pigia Yesu makofi alikuwa kutukomboa. Kwa hiyo kuna hapa moja na kuna wengine pia kuna ukimwi wa kipepo, ukimwi wa kurithi. Sio ukimwi unashangaa familia inakufa na ukimwi. Uelewi. Lakini si kwamba hawa wale watu ni kwamba wanawazizi. Ile roho inamsababisha ataenda atakula kwenye mtu mwenye ukimwi akushukuru. Yaani hata kama alikuwa afanya mambo siku akaamua, akiamua atakutana naye.
yanajirudia kwa watu. Lakini pia kuna tabia za kurithi. Kuna watu ni waongo, hawezi kuacha uongo, hata mfanyaje hawezi kuacha uongo. Kwa nini? Amerithi uongo kwa baba yake au ameleta kwa mama yake au huko kuna uongo unatembea. Kwa hiyo hata kumwambia uongo hawezi kuacha, ni mpaka Yesu aingie kati amkomboe, amtoe kwenye hiyo ndani ya uongo. Haleluya. Lakini kuna wengine ni walevi, unapambana na ulevi, utaomba na kuomba na kuomba, hawezi kuacha ulevi. Kwa nini? Ni roho mbaya ya kurithi iko inamwangaisha. Wengine wanasumbuliwa na uzinzi, yaani uzinzi hata afanyeje, haya akiona mtu tunasikia naye anazunguka. Lakini sio shida, yaani sio kwamba yeye anataka, ni ile line ilianza huko inasukuma huko. Haleluya. Sema nimekuja kuokoa familia yangu ili hata mbaya za urithi. Roho mbaya za kurithi leo nimekuja kuzishughulikia. Mwambie mwanzo nimekuja kuzishughulikia roho mbaya za kurithi leo. Haleluya. Lakini kuna watu wanasumbuliwa na mikosi, yaani anachofanya ni mikosi, ni aso gani roho za kurithi. Lakini kuna roho nyingine mbaya za kurithi ambazo mifano mingine kuna watu ambao yaani kwao vifo vya kabla wakati ni mtindo wa kawaida. Watu ahadi ya Mungu ni miaka 70, 80, ndio? Na kuna mtu labda kwa mshaseti, yaani huyo labda babu huko nyuma alifanya kitu kibaya, alifanya kitu fulani, ikatengenezwa kwamba sasa hawa hawataingia utu uzima. Hata kwenye Biblia kuna sehemu Mungu alikasirika akasema kuna siku nani akaambiwa hawa watakufa, hawataingia utu uzima. Kuna sehemu Mungu alitoa hiyo adhabu, si ndio? Sana hawa wanaotoka kwenye familia huko labda mababu, kuna hiyo ilitoka kwamba hawa hawatafikia huko. Unashangaa kwa nini ikifika umri fulani wanaondoka. Ikifika watu hawavuki 50 wanahata. Hawavuki 50 wanaondoka. Hawavuki 50 wanaondoka. Sasa ile hawa wanaoondoka sio wahusika. Wamerithi hiyo laana au hiyo wamerithi, wanatembea nayo. Sasa usipogundua ukaipata, unakuta kwamba unakuja nafika. Haleluya. Ama kuna wengine wanarithi, kuna hiyo roho za mauti. Wanarithi hivyo, unakuta wanasema huyu kila atakayemuoa atakufa. Hivyo unashangaa mtu ameolewa, waume hawaishi. Kwa hiyo inafika sehemu watu wanakuwa wanakuwa kwenye ile nyumba. Kwa nini? Kule ukienda kuoa wale wanaume hawaishi, wanakufa. Ni roho iliurithi ulitoka huko ambao baba alianza nao huko, akaendelea kwenye familia. Sasa usipokuwa ukajipata mahangaiko na mateso yanaendelea. Kani kwa sema hizo roho mbaya zinaleta mateso, masumbuko, matatizo, hazina mambo mazuri kwenye maisha. Haleluya. Kuna mtu anakuja kusimama leo na atasema kwa hasira. Lakini pia kuna hali za utasa na kurithi. Kuna utasa wa kurithi. Unakuta wewe unitasa, lakini kuna mambo ya utasa akawa tasa huko. Lakini kuna umaskini wa kurithi pia. Kuna watu wanasumbuliwa, unajua kama kuna mabinti wanawake wanasumbuliwa na binti, wanaumwa kweli kweli. Lakini ukiangalia alikuwa anaumwa yeye, mama yake alikuwa hivyo, shangazi yake alikuwa hivyo, amechukua ile line. Hapo ni huyo. Yaani hiyo ni mahangaiko, sio maumivu ya kawaida, ni ya kurithi. Haleluya. Lakini kuna watu wakifika kwenye kujifungua, wanajifungua kwa shida sana. Ukichunguza hiyo line, utashangaa. Utasikia na bibi yake alikuwa hivyo hivyo. Na shangazi yake alikuwa hivyo hivyo. Sila dada yake alikuwa hivyo hivyo. Hizi. Ushasikia alikuwa hivyo hivyo, hiyo kurithi. Haleluya. Na leo lazima ukatae vizuri katika jina la Yesu. Lakini kuna watu migogoro ya ardhi, hawezi kununua ardhi akatulia nayo. Yaani lazima aidha hiyo ardhi haikai. Haleluya. Akinunua hawezi kukaa na amani na ardhi yake. Kidogo utasikia kesi imenyanyuka. Kidogo kenda hapa kesi imenyanyuka. Lakini kuna mtu akinunua ardhi yake hasikii hata kesi. Lakini ukifuatilia utakuta huko mababu na yeye ardhi zao zilikuwa ni migogoro tu. Mababu huko ardhi zao zilikuwa ni migogoro tu. Au unakuwa na roho ya kudhulumiwa. Kila ukipata unakudhulumu. Moja kwa moja unakuta hiyo roho imetoka huko nyuma. Kuna mtu anaelewa habari za kurithi. Kuna mtu anaelewa habari za kurithi. Na wakati unaangalia unazifuatilia hivyo. Lakini kuna watu wamerithi kutokuolewa, wanataka wanapambana kuolewa, lakini ukiangalia kwa kuna laini ya watu waolewe. Au kuna laini ya watu hawakai kwenye ndoa. Dada aliolewa akachika, dada kaolewa aliachika, shangazi aliolewa akachika, sio aliolewa akachika. Bora wewe jiandae, usipokaa na Yesu sasa unaachika. Amen. Kwa hiyo hizo
Alivyo anaelewa kuonyesha mkono mmoja. Kwa hiyo kuna majina ya kurithi ambayo ni tunajua anarithi mateso. Kuna wengine kuna watu wanasema kuna watu wengine wanarithi hadi kutoa mfano wa mipangilio ya meno. Kuna watu wanasema huyu mtu meno yake hawa anashika kununua watoto wake meno. Hata akubali. Yatakaa vibaya tu. Yaani hiyo ndio iko. Unaweza kushangaa hata apeleka hospitali utashangaa amekaa hapo shagalabaga. Ukiangalia unaona kwa wengine wanakuta hapo hivyo hivyo. Yameharibika ni hivyo hivyo. Sio kuwahi wala kuchelewa. Kanisa. Mambo ya kanisa ni mabaya kwa kweli. Na leo kila mtu lazima akatae kwa hasira katika jina la Yesu. Amen. Kuna mtu anakwenda kukataa kwa hasira leo. Kuna mtu anakwenda kukataa kwa hasira leo. Kwa sababu nimesema haya mambo magonjwa, tabia, hali na mambo kama haya. Haya mambo hata kwenye Biblia yako wazi kabisa. Sio kwamba yako kwa sisi, hata huko mababa zetu walikutana nayo. Hizi roho mbaya, hizi ambazo urithi mbaya. Urithi mbaya. Ukiangalia kwa mfano, nitatoa mifano michache. Kwa maana mifano nitatoa kwa kupitia mababa zetu wa imani. Tunajua mababa zetu wa imani. Wako watatu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mababa wa imani hao, mababa zetu wa imani watatu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa ukimwangalia twende kwenye kurithi mfano utasa. Tumesoma huko tukisoma Biblia utasa. Utasa ukiangalia huu utasa ambao ulienda kwenye familia ya Ibrahimu ambapo Sara alikuwa tasa. Ukiangalia baba yake Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Tera. Ukiangalia ndani yao ndugu zake wote walikuwa wanapata watoto miaka 20 na 30 na. Haleluya. Lakini ukienda kusoma kwenye laini ya Tera alipata mtoto akiwa na miaka 70. Haleluya. Sasa huyu alikuwa baba yake Ibrahimu. Ukija kwa Ibrahimu mwenyewe sasa unaona Ibrahimu mwenyewe kwenye kitabu cha Mwanzo sura 20 pale. Kitabu cha Mwanzo sura 20 mstari wa kwanza utaona habari za Ibrahimu. Sura 11 mstari wa 30. Sura 11 mstari wa 30 inasema na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Ukirudi hapo nyuma utaiona hiyo laini ya Tera hapo. Ukiangalia Sera aliishi miaka 30 akazaa. Ederi akaishi miaka 32 akazaa. Pelegi akaishi miaka 30 akamzaa. Serugi akaishi miaka 30 akamzaa Nahori. Nahori akaishi miaka 29 akamzaa Tera. Tera akaishi miaka 70 akapata Ibrahimu. Haleluya. Sasa unaona Ibrahimu ameenda na hiyo laini nayo kuja kupata mke, amekuja kupata mtoto akiwa na miaka 100. Si ndio? Lakini ukiangalia sasa hiyo roho ikaenda kwa Isaka. Isaka ukiangalia sura 25 hapo, 25 anasema Isaka 25:21, sura ya 25 mstari wa 21 anasema Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa. Ile roho ilitoka kwa Tera, imeenda kwa Ibrahimu, imeenda kwa nani? Kwa Isaka. Lakini pia ukienda Isaka akapata watoto wawili, Esau na nani? Na Yakobo. Yakobo alimpenda nani? Raheli. Ingawa alipewa Lea. Sasa huyu mke ambaye alimpenda Raheli, naye alikuwa na shida ya mtoto. Naye alikuwa na shida hii ambayo ukisoma hapo kwenye sura ya Mwanzo 31 mpaka 5, Yakobo anamwambia mke wake, sasa nifanye kama vile nimekuzia usipate mtoto. Haleluya. Roho za nini? Za kurithi, roho mbaya za kurithi. Lakini ukiangalia kwenye laini ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuna uongo unatembea mbele kwa hatari. Si ndio? Wakati Ibrahimu yuko na mke wake wameenda kule wakimbilia kule Gerari. Walipokimbilia kule mke wa Sara alikuwa ni mzee lakini alikuwa ni mrembo. Sasa Ibrahimu akaona kwamba huyu mke wangu wanaweza kumchukua. Akamwambia sasa wakikuuliza wewe sio dada yangu. Si ndio sasa nimesoma? Si tulisoma? Wakamwambia mke wake Sarai, wakikwambia wewe ni nani yangu, sema mimi ni nani? Dada yangu. Haleluya. Twende kwa Isaka. Isaka ilitokea. Ikatokea Isaka naye akaenda Gerari kule. Akakutana na Abimeleki wale.
ndio baba, mimi ni Esau. Alikuwa Esau yule. Haleluya. Tuko pamoja. Unaona hizo roho za kurithi ambazo zinahama. Kwa kuwa usipozikata, zile hizo roho mbaya ambazo ziko kwenye maisha yako zitaenda kwa watoto wako. Zitaenda na Mungu amesema zinahama. Kizazi cha kwanza mpaka cha tatu mpaka cha nne. Kwa zitahama. Unaona nianza Ibrahimu, imeenda kwa Isaka, imeenda kwa Yakobo. Ukifuatilia watoto wa Yakobo unakuta ndio Mungu yuko huko. Hata wale watoto walimdanganya baba yao. Waliweza kumwambia, jamani, huyu mwanangu amefanya nini? Akamwambia baba, mwanao ameliwa na wanyama wakali porini." Si walimdanganya? Ndio bwana. Uongo kaendelea. Sema roho mbaya za kurithi. Sema roho mbaya za kurithi. Kwa tunatembea kwenye maisha, lakini kuna mambo ambayo kwenye maisha yetu tumeyarithi na ni mabaya na yanatesa maisha yetu. Na katika hali ya kawaida huwezi kuachana nayo mpaka Yesu aingilie kati ya kuchomoa. Amina. Lakini ukiangalia pia hawa walizaa baba zetu watatu wa imani. Walizaa na kijakazi, ndio? Ibrahimu alizaa na yule nani? Abi. Haya, akaja kwa lakini sana ndio aliokoka. Sasa sana kijakazi. Sio ndio yake. Ila Yakobo wakati baada ya akasema naona sizai sana, akaambia chukua kijakazi. Kama mama mkwe wake alifanya bibi yake, yule bibi yake. Bibi yake aliona hazai, hali inachelewa, akamwambia Ibrahimu, chukua mtumishi wangu basi unipe mtoto. Ndicho kilichotokea kwa Raheli. Akamwambia sasa mimi sipati watoto, chukua basi mtumishi wangu huyu unipe mtoto, si ndio? Haleluya. Haleluya. Kwa haya mambo sio mambo mazuri, kwa kweli mambo ambayo lazima leo tuyashughulikie yatoka kwenye maisha yetu, tuwe huru katika jina la Yesu. Amina. Kuna mtu anataka kuyashughulikia mambo haya leo kwa hasira kubwa kabisa. Lakini kuna watu wanaroho za kuabudu mizimu. Unaona watu wale wanafanya kama za kuna mtu anakwenda kule kuabudu mizimu. Sisi roho za kurithi zile. Wanaenda kuabudu mizimu kule. Wanaenda kutumikia na nini mashifu. Wameenda kufanya hayo mambo ambayo ni mambo ya hatari kabisa. Ni mambo ya kurithi. Wanaridhisha. Wao walikuta baba zao wanafanya hivyo na wao wamekuta ni utaratibu na wenyewe wamerithi wanaendelea hivyo na watoto wao wameshaanza kuzoesha kwa wadogo wadogo, lakini lazima wakanisha waende kule wakaabudu ile mizimu. Si ndio? Haleluya. Wanasema nenda kuabudu mizimu, wakisema mizimu ni nini? Wanasema mizimu ni wale baba wetu wa zamani waliokufa. Si ndio tunakwambia? Si ndio tunakwambia? Si ndio tunakwambia hivyo? Lakini sio kweli. Hiyo mizimu tumejifunza kwa hii mizimu wanaenda kuiabudu wala sio babu wala bibi, kwa sababu ukisoma kitabu cha kuna kitabu ambacho kimeandikwa anasema Yesu anamiliki wafu baada ya Yesu kufa akashuka kuzimu, akafufuka, anamiliki walio wafu na walio hai. Yesu ndiye anamiliki wafu na walio hai. Kwa hivyo vile hao wafu hawezi kutoka kushughulikia hawezi tena kutoka zile roho zao zile kuanza kusimama kusema kwamba zimerudi. Hiyo ilikuwa kwenye agano la kale kabla ya Yesu. Ndio ukisoma toka nyuma unaona kuna sehemu moja Sauli aliharibu akaenda kumwomba yule nabii akamwambia amshie mzimu wa Samueli. Si ndio? Hapa nataka Samueli amsaidie amshie mzimu wa Samueli uje. Samueli akaja akamwambia nisumbua sina nini. Hiyo ilikuwa kabla ya Yesu. Lakini baada ya Yesu ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11 hapo. Nasema mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14 nasema wala si ajabu maana nimechanganya hapo. Ni Warumi 14:9. Warumi 14:9 Warumi 14:9. Warumi 14:9 inasema maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Awamiliki waliokufa na walio hai pia. Yesu anawamiliki, si ndio? Kwa hiyo hao waliokufa wanamilikiwa na nani? Na Yesu. Okay. Sasa hii mizimu wanasema sisi mizimu tulikuwa tumeambiwa kwamba mizimu ni zile roho za mababu na mabibi waliokufa, alafu wanakuja kutokea kwenye maisha. Sisi tunavyoamini hivyo. Lakini kweli
Tunakubaliana na hilo? Shetani ni mkuu wa ulimwengu, ndio hapana? Sasa kama mkuu wa ulimwengu, mkuu yoyote si ana viongozi wa maeneo? Haleluya! Kama ambavyo Tanzania kuna rais ndio mkuu wa nchi, si ndio? Ana wakuu wa mkoa, ana wakuu wa wilaya, ana viongozi wa kata, ana viongozi wa vitongoji, hivyo hivyo ule mtiririko wa uongozi. Haleluya! Shetani naye ana uongozi wa namna hiyo hiyo. Ana wakuu wa nchi, ana wakuu wa mikoa, ana wakuu wa wilaya, ana wakuu wa vitongoji, ana wakuu wa mitaa, anao kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake kama mkuu wa dunia hii. Haleluya, amen. Sasa unakuta wazee wetu wa zamani walikuwa wanataka ulinzi kwa ajili ya watoto wangu. Anaenda kwa sababu hawa wakuu wana sehemu zao ambapo ukisoma kwenye kamusi wanasema hilo eneo ambapo hawa wakuu wa maeneo wanakaa panaitwa mzimu. Na panapoitwa nini? Mzimu. Sasa kwenye mzimu hapo ambapo ndio kijiwe cha hayo maroho, wale mababu walikuwa wanaenda kwa hiyo sehemu ya mzimu hiyo, wanaenda kuomba naomba watoto wangu walindwe. Kwa hiyo kaenda na list ya watoto wake na uzao wangu, kama ambavyo Mungu anasema nitakubarikia Ibrahimu na uzao wako. Haleluya. Wewe na uzao wako mtarithi. Na yeye akienda naomba ulinzi kwa ajili yangu na uzao wangu. Anaomba kwa yale mapepo hayo makuu ya eneo ambayo ameenda kuombea ulinzi pale. Haleluya. Sasa yale mapepo anapoenda pale na yeye kama ambavyo Mungu alipomwona Ibrahimu, aliona taifa, aliona nchi, aliona watu wengi kama mchanga. Haleluya. Na haya mapepo yakimwona mtu huyo baba aliyeenda pale kwa ajili ya kuomba ulinzi wake na familia yake ya watu wawili au ndio peke yake, walipomwona waliona hii familia, waliona huyu ukoo, waliona hii kabila. Haleluya. Naomba nielewa. Kwa hiyo akaona nikimpata huyu ninadhani ndio sana kunishaipata kumtumikia. Tuko pamoja. Naomba nielewa. Kama ambavyo Yesu akikupata wewe amepata watoto wako, utaendelea kufundisha hiyo ndani ya kwake na uhakika hivyo. Labda ngoja nichomoe tu. Na yeye anajua akimpata huyu aliyekuja kunifuata, maana nina laini ya familia yake yote wataniabudu mimi hawa. Haleluya. Kwa hiyo kwa zamani ndio walikwenda sasa. Baada ya kwenda vile sasa, kwa hiyo ikabidi ili kwa sababu kufika pale kwa hiyo mzimu sasa hilo ni pepo la eneo, sio pepo la eneo. Ambalo huyo baba alienda. Kwa hiyo pepo la eneo sasa nikajua hapa nimeshapata cha kwangu. Kwa hiyo anaamsha mapepo kwa ajili ya kusababisha ile vitu vifanyike. Lakini akaanza kutoa masharti. Sasa hivi mambo yako vizuri. Fanya nini? Inabidi ufanye hiki, fanye hiki. Kwa hiyo anaanza safari. Na hiyo safari anapoianza anaamini kabisa kwamba yule ndio Mungu kwenye majibu yake yote. Haleluya. Sasa sema sasa. Sema sasa. Shetani ni malaika Mungu anaweza kugeuza. Si ndio? Ambapo nataka nikusomee kwenye Wakorintho hapo, Wakorintho wa pili 14 ambapo anasema Wakorintho wa pili 11 mstari wa 14 anasema wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza kama mfano wa malaika wa nuru. Shetani mwenyewe hujigeuza kama malaika wa nini? Wa nuru. Kwa hiyo sasa kwa sababu anajua Baba ameshachukua hili mizigo la kwamba ili ufanikiwe uende sehemu ya mzimu. Kwa hiyo ili hao huko nyuma watii ule ile mzimu, shetani anajibadilisha kama malaika, anaweza akachukua sura ya yote ya hao mababu na kwenda kwa mtu akisema ni babu yake ametokea, akitoa maagizo ya kufanya kutimiza maagizo ya yule pepo ambaye babu yake kwa zamani alienda. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa hapo? Kwa hiyo anavaa sura ya babu, atakuja na maelekezo mengi kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Lakini tumesema baada ya Yesu Kristo kufa na kushuka kuzimu na kufufuka, walio hai na wafu wanamilikiwa na nani? Wanamilikiwa na nani? Wanamilikiwa na nani? Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kawaamsha wale waje kufungua huku duniani. Tunanielewa mpaka hapo? Wanaofanya kazi ni wale mapepo wa maeneo ambao mababu zetu huko zamani waliwaamini na wale ili watu wawatumikie, wanakuja na sura za wale mababu wa zamani ili watu waamini kwamba ni wale mababu wanaofanya kazi
ya kutoa maagizo watu wafanye. Kuna mtu ananielewa hapo? Kuna mtu amenielewa hapo? Kuna mtu amenielewa hapo? Kwa hiyo kumbe hakuna kusema ukiona ule kusema ni mzimu wa babu. Huo sio mzimu wa babu, ni shetani ambaye anaweza kujigeuza kama malaika wa nuru, anavaa sura za hao mababu, alafu anakuja kama babu, lakini nyuma yake lengo lake ni moja, aabudiwe. Ananielewa mwisho kwa baba? Umenielewa? Hiyo ndio habari za mizimu. Kwa hiyo mizimu asema nimeona babu. Alafu sasa nikagundua kwamba zile sura zinazotumika sana kwenye kutisha watu kama mizimu ni zile sura za wale mababu ambao walikuwa na changamoto sana, alafu walizaa sana kwa waganga wa kienyeji na kutafuta nguvu za giza. Hizo ndizo zinazochagiza changamoto kwenye maisha ya watu ambao ukifuatilia huyo babu maisha yake alikuwa na tafuta sana nguvu za kumlinda huko, za kupata hela, za kutafuta hiki na hiki na hiki na hiki. Haleluya. Haleluya. Na mimi nimeprove hiyo kitu kwa sababu mimi kati yake tunaongea kwa mifano halisi. Babu yangu mzaa babu yangu, yaani babu mzaa babu yangu mimi. Sikumuona lakini nilikutana na chake. Yule babu amekuwa vurugu sana. Ukilala kwenye ndoto ni vurugu sana, yaani mara nyingi unakumbana naye. Unakutana naye bado ni vurugu yake nyingi sana. Sasa nilipojifunza hiki nikagundua sasa yule babu alikuwa akizaa watoto wale wanakufa. Yaani mke wake alikuwa akizaa watoto wanakufa. Wakifika tu mwaka wanakufa. Alizaa watoto 11 wote wanakufa. Sasa katika kuhangaika kutafuta uzazi na yale anaika kweli. Haleluya. Na huyo ndio kila mtu anakwambia ni mbona mzee. Sasa unajua huyu mzee anashughulika sana kule kwenye kuzaliza. Alafu ndio mzee alikuwa kiongozi wa mji. Na yeye katika kutafuta huko akaoa wingi. Anatafuta watoto. Sasa yule ndio mtu analalamika kwamba mbona baba? Unajua kwa hiyo shetani anajua huyu. Hii sura nikitumia hii. Hawa lazima waniabudu hao. Hawa lazima wanifuate hapo. Hivi mtu ananielewa? Unanielewa hapo? Ni habari ngumu lakini ukielewa kutatisha kumbe kwambia ukamwona babu. Ukimwona babu ambia wa shetani, rudi nyuma yangu shetani nimekugundua hakuna babu hapo. Wewe ni shetani nyuma ya nzuri ya babu, ukitaka nifanye mambo yako nasifanye. Haleluya. Haleluya. Imekuwa ikisumbua sana sana yote babu. Labda babu alikufa. Unakuta kama tumefikishwa sehemu kwa sababu ndio tulivyoaminisha tangu tukiwa wadogo. Kwamba mizimu ni mababu zetu waliokufa, ni mabibi zetu waliokufa. Lakini ni shetani anayetumia sura zao kutesa watu. Shetani anataka nini? Kuabudiwa, watu wampate. Na anajua hao watu wana nguvu katika hiyo jamii. Wao wanatumia sura za wale wasio waliokuwa na nguvu kwenye hiyo jamii kucontrol wale ambao wanapata kunyuma. Kwa sababu anajua akisema ni mwana wa kufanya fulani. Na yule mtu anataka kufanya anaona kama mambo yake yamenyanyuka. Lakini huyo shetani ni kichanga macho. Ananyanyuka hapo unakuta atakufa. Kwa nini unanielewa? Haleluya. Haleluya. Ukiangalia wale ambao maisha yao hayakuwa na mambo ya kiuchawi, kiuganga, kinini, kuwaota ni kwa nadra sana. Haleluya. Ni kwa nadra sana. Fuatilia ndoto zako kama unaweza kati ya wale ambao wanafuatilia na hao watu. Lakini wale walikuwa wamezama kwenye uchawi na ushirikina, kuwaota ni mara nyingi kwa sababu walipokwenda huko huwezi kujua na uunganishaji kwenye mambo yake. Kwa hiyo shetani anatumia sura zile za kwao kuja kutafuta watu. Sasa kuanzia leo ukiota babu yako alikufa, ukaota sana yako alikufa, anakuja kukuletea vitisho au anakwambia fanya hiki, mwambie wewe ni shetani, malaika wa Mungu aliyegeuza kushika kwa jina la Yesu. Hautafanya hayo mambo. Haleluya. Haleluya. Usio kabla sababu ni babu, babu leo nimemwota babu. Maana tutafanya nimemwota babu yangu leo. Nimemwota babangu alifanya nimemwota ameniambia nifanye hivi nimemwota. What? Shetani ana hila nyingi sana. Na hizo ndio zake tunazigundua. Na leo ni mwisho wake katika jina la Yesu. Amina. Leo ni mwisho katika jina la Yesu. Hawezi tena kwa sababu tumepata ufahamu, na ufahamu utumie vizuri kabisa. Utumie vizuri kabisa. Mimi kuna mtu ambaye kila kitu anaanza kuona siku ya mdogo wake. Mwana sasa mzuri. Nikamwambia wewe mbona unamwota huyu tu? Na mmoja na huyu tu. Hao watu
kutumia. Ndio sura zake za kutesea hizo. Ndio sura zake za kwa nini? Za kutesea. Hawezi kutumia sura ya mwana wa Mungu kutesea. Hawezi. Atatumia sura za watu wake kutesea. Kuna mtu amepata kidogo. Kuna mtu amepata kidogo. Kwanza leo usitishe na hizo ndoto za mzimu, sio kufanyaje? Wamekuja sio kufanya nini, wamekurupukiza wapi? Mwambie shetani, nimegundua siri. Nimegundua siri. Hauwezi ukanidanganya tena. Hauwezi kudanganya. Kwa kuja kwa sura babu ya shangazi ya nani. Ukiamka asubuhi mpaka kesho unakutoka yani. Unawaza. Yani kijasho kimetoka kabisa, hii imekuaje? Ukiamka asubuhi sema asante Yesu. Ninao uwezo kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Silaha za kujenga nyumba zitafanikiwa. Shetani alitumia silaha hii sura. Hii sura haitafanikiwa kunikamata katika jina la Yesu. Amina. Amen. Kuna mtu anakuja kusema kwa ajili ya kuokoa familia yake hapa. Kuna mtu anakuja kusema kwa ajili ya kukomboa familia yake dhidi ya roho mbaya za kurithi. Umeshaziona ambazo zinafanya kazi kwenye maisha yako? Umeshaziona ambazo zinafanya kazi kwenye maisha yako? Umeshaziona zile ambazo ziko kwenye maisha yako? Labda ziko kwa wadogo zako, labda ziko kwa mama, ziko kwa baba, umeshaziona? Ziko kuna tabia huko navyo kumbe umevichukua pale, umevichukua kule. Na kama nilivyosema, hauchagui unataka nini, hauchagui. Wao ndio wanachagua kulingana na interest zao. Amen. Wao ndio wanachagua, huyu tumpelekee ugonjwa, huyu tumpelekee umaskini, huyu tumpelekee ujinga, huyu tumpelekee hiki. Wao ndio hayo maroho ambayo tulikuwa tumeaminisha ni mizimu, kumbe ni shetani na mawakala zake na wakuu wa maeneo ndio wanaamua sasa. Na kama tunaposema kama ambavyo mkuu wa mkoa anaweza akasema, akapiga simu kwa mkuu wa mwenzie, sio? Akasema aisee, kuna mtu wangu hapo, ninaomba msaidie kufanya moja mbili tatu, sio? Haleluya. Mkuu wa wilaya au kiongozi anaweza akatuma ujumbe kwa kiongozi mwenzie kuomba msaada. Sinawezekana. Ndivyo hivyo hayo maroho ya maeneo ambayo tumetoka. Unapokuja huku mjini na kule mababu hao walishafunga mikataba nao, wanajua jamani, kwa hiyo wanawasiliana na mkuu wa eneo la uliko. Haleluya. Wanajua kuna mtu wangu amekuja mtaani kwako. Kuna mtu wangu amekuja kwenye mkoa wako. Kuna mtu wangu yuko kwenye wilaya yako. Tafadhali naomba shughulika naye. Anatoa maagizo amsaidie kufanya nini na wewe. Haleluya. Ndio nashangaa ukifika mtoto unaona kupiga wachawi wenyewe wananyanyuka. Mara unaanza kuona vurugu zimetoka huku. Ni wale wakuu wa maeneo ulikotoka, wakuu wa asili ya eneo lako. Wanawasiliana na wakuu wenzao washughulikie watu. Leo hata wakiagiza kwa jina la Yesu, baada ya kupata maarifa haya hawatakuweza katika jina la Yesu. Naamini hivyo. Kwa wanatumiana message hizi. Ulimwengu unaofanya kazi kama ulimwengu ambao unafanya kazi. Ulimwengu unaofanya kazi kama ulimwengu ambao unafanya kazi. Hivyo. Lakini leo tunaenda kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu Mungu ameamua kukomboa familia zetu dhidi ya hizo roho mbaya ambazo zimekuwa zikitesa maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Uko tayari kwa ajili ya kuanza kuomba kwa ajili ya hizo roho? Uko tayari kuomba kujitenga na hizo roho za kurithi ambazo zimekuwa zikisumbua maisha yako, zikisumbua maisha ya baba yako? Unashangaa tu ni umaskini usioisha, kumbe amerithi hela fulani, hata kama miliki gani. Ukiangalia bila hata mmoja yeye miliki gani. Hata kama wewe na nyumba. Unashangaa ukipanga foleni hakuna mtu mwenye nyumba hata mmoja. Haleluya. Amen. Kumbe ni hayo maroho ambayo mababu zetu walienda huko, wakatoa matambiko huko, wakatoa makafara, wakachinja ndama, wakafanya maagano nayo kwamba sasa nyinyi mtusaidie Bwana, mtusaidie. Usaidizi wao hakuna shetani hata kusaidia mambo mazuri. Shetani mbali ni mabaya. Sivyo? Atakuonyesha kidogo kama mimi nakusaidia, kile kikweli anakumaliza. Kiukweli anakumaliza. Kwa hiyo hayo ambao walifanya huko babu zetu, ambao wamekuwa wakitembea na sisi, yakitutesa na kuhangaisha maisha yetu hapa na pale. Unashangaa mbona siendi, mbona sipigi hatua. Kumbe umerithi kutokuendelea. Kumbe umerithi hata ufanye nini, hata ufanye nini. Kama kuna hiyo roho ndani yako, haupigi hatua yoyote. Utabakia hapo mpaka Yesu mwenyewe aingilie kati. Na sisi tunashukuru kwa sababu leo yuko tayari kuingilia kati. Yuko tayari kufanya nini?
Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa. Sema tulikombolewa. Sema tulikombolewa. Tulikombolewa. Nanyi mnajua kwamba, mstari wa 18, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waa, yani ya Kristo. Haleluya! Tulikombolewa sio kwa fedha wala sio kwa dhahabu, ili tutoke kwenye mienendo hii isiyofaa ambayo imeletwa kwetu na haya maroho ya kurithi. Tulikombolewa na Yesu tayari, lakini sio kwa hela wala kwa dhahabu, bali kwa damu yake ya thamani aliyotoka pale msalabani. Amina. Amen. Sasa kwa sababu tunashindwa kufahamu kwamba tunaposema pale msalabani yote yalikwisha, maana katika nguvu zinatakiwa ziishe kwenye maisha, lakini kwa sababu tunakuta ufahamu na maarifa hatuna, vinaendelea kututesa kwenye maisha. Amina. Lakini ukishagundua haki yako iko wapi, ukagundua kwamba Yesu alishajikomboa wale na miaka 80, hivi tunavyokuja unayo nguvu na ujasiri wa kuvipinga kwenye maisha na visifanye kazi, kwa sababu Yesu alishamaliza. Haleluya. Kuna mtu Yesu amemkomboa kwa damu ya thamani mahali hapa? Kuna mtu damu ya Yesu ilimkomboa? Yes, tumekombolewa kwa damu ya thamani. Tunakiri kwamba tumekombolewa kwa damu ya thamani. Kwa hiyo hizi roho za kurithi haziwezi kufanya kazi kwenye maisha yetu. Leo lazima tukatae, na baada ya kukataa turudi kwenye nabii. Anasema Mungu, haya mateso yanaenda kukoma. Baada ya kukataa, haya mateso ya hizi roho yakome kwenye maisha yako. Amina. Haya mateso ya hizi roho za kurithi yakome kabisa kwenye maisha yako, na usimame kwamba hakuna urithi mbaya utakaoenda kwa watoto wangu. Nimekataa, nimesimama, ninajua haki yangu, nimeshakombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo hakuna chochote kitachotokea kwenye laini ya baba yangu wala laini ya mwanangu ambayo imesababisha na hiyo mizimu, hayo mashetani, mapepo walioyaamini huko zamani, kitakachokuja kutesa familia yangu tena. Haleluya. Naongea na watu ambao wamekafika na wanajisira kusema kwamba haya mambo hayataendelea tena. Kwangu mwenyewe yatakoma, na kwa watoto wako hayatavuka mstari, hayataenda. Kwanza sana na kutembea kwenye maisha yaliyo huru, kwa sababu nimegundua siri. Amen. Kwa sababu kukiri hivyo, tumekombolewa kwa damu ya Yesu, na hii damu ya Yesu ndio itakayokwenda kutusafisha, ambayo tumefanya hiyo kazi nzuri sana. Lakini jambo la pili ambalo tutakwenda kukiri, tutakwenda kukiri kwamba mimi ni mrithi wa baraka za Ibrahimu. Haleluya. Mimi ni mrithi wa baraka za nani? Baraka za nani? Sio mrithi wa magonjwa, mrithi wa matabia mabaya, mrithi wa nani ambao umeletwa na hao mashetani na majini na pepo walioabudu wa baba zangu. Mimi sio mrithi wa haya. Leo siku ya kukataa urithi wao na kusema, kujitambua kwamba mimi ni mrithi wa baraka za Ibrahimu. Naongea na warithi wa baraka za Ibrahimu mahali hapa. Ninaongea na warithi wa baraka za Ibrahimu. Kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, Matendo ya Mitume sura ya 3, tulisomea mstari wa mchungaji juzi wa chini yake. Mimi nitasoma wa juu. Mchungaji asoma mstari wa 26 Jumapili. Nitaanzia mimi, nitasoma mstari wa 25. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 25 nasema, nanyi mmekuwa watoto wa manabii na maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Haleluya. Katika uzao wako baraka zote, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa, na anayestahili kupokea baraka za Ibrahimu ni yule aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naongea na mtu aliyepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo kumbe leo una haki na ni halali kabisa kwako kwamba wewe ni mrithi wa baraka zote za Ibrahimu. Haleluya. Kwa hiyo ni siku ya kukataa hizi roho mbaya za kurithi na kusema mimi ni mrithi wa baraka za nani? Baraka za nani? Za Ibrahimu. Ambapo mchungaji alisoma mstari wa 26 akasema, Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwetu ninyi kwanza, ili kuwabarikia na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake, na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Haleluya. Alimtuma Yesu ili kutubarikia kwa kukuepusha. Kwa hiyo Yesu alikuja kutuepusha na haya maovu, haya mambo haya yote haya alikuja kutuepusha nayo.
ili asiendelee kututesa. Haleluya. Sasa anaendelea kututesa kwa sababu tulikuwa tumepata maarifa ya kutosha tunajinaswaje kwenye hayo mateso. Lakini leo kwa sababu tumepata maarifa kwenye hilo eneo, tunakwenda kwenye nasua ili zile baraka Yesu atakuja kuzileta zitokee kwenye maisha yetu ambazo ni baraka za Ibrahim. Haleluya. Na mtu anaona kuchukua baraka za Ibrahim. Kuna mtu baraka za Ibrahim za kwake. Kuna mtu baraka za Ibrahim za kwake. Kuna mtu baraka za Ibrahim za kwake. Umeshajitoa huko tayari, umeshafungua mlango, kwa sababu kama Mungu anasema Mungu hajipingi wala kugusa vuguvugu. Mungu ni baridi, utakuwa baridi au moto. Haleluya. Kwa ukishajua kwamba mimi ni wa Yesu, alafu ukagundua kwamba kama ni Yesu nimeshakombolewa kwa damu ya thamani na Yesu. Amina. Kwamba hakuna chochote kilichokufa au kichama ambacho kinaweza vyote vinamilikiwa na hamna kinachoweza kunidhuru. Na ahadi nyingine zote na baraka ambazo Mungu ameziahidi, unatakiwa utembee kifua mbele. Unatakiwa utembee kifua. Unatakiwa utembee kifua. Ukijua kwamba ndani hizi nyingine zote ni yule shetani ambaye anaanza kugeuka kwa malaika wa nuru. Anaanza kugeuka ili akutisha upate, atageuka ili akutisha upate, atageuka ili akutisha upate. Sasa nikugundua kwamba huyu amejigeuza kwa malaika wa nuru nifuate. Lakini mimi najua malaika wa Mungu anasura gani na malaika wa shetani. Unagundua kwa kwamba anakuwa hakupati kwenye vitengo vyake. Haleluya. 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 Sasa tumesema mimi ni mrithi wa baraka ya Ibrahim. Namalizia hapa. Mrithi baraka za Ibrahim ni zipi ambazo wewe na mimi ndio warithi? Ambazo wewe na mimi ndio warithi. Na leo tunakwenda kuzikiri kama ni za kwetu. Sasa ukishazikiri uanze kutembea kwazo. Haleluya. Uanze kutembea kwenye hizo baraka. Baraka za Ibrahim ni zipi ambazo leo tunaenda kukiri kwamba sisi ni wabarikiwa na tunarithi baraka za Ibrahim. Mungu alizomwambia kwamba atarithi yeye pamoja. Tuangalie kwanza, tulisoma Jumapili tulisomea mstari Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka 3. Kuna baraka pale ambazo Mungu alimwachia Ibrahim. Tuziangalie. Alafu tuingie kwenye maombi. Na maombi yetu tutakwenda kwenye tutakiri na kusema hizi roho mbaya zote, hizi roho urithi mbaya wote kwenye maisha yetu. Kama kuna utasa, kama kuna magonjwa, kama kuna vitu matabia ambayo sio ambayo yamerithi, leo ndio mwisho. Haleluya. Na kama iko ndani yako kwanza kuiambia, yani wewe ndio mwisho wako umefika leo. Baada ya leo hatufuatani, hatuambatani tena katika jina la Yesu. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka 3 nasema, Bwana akamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami baraka hizo, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Haleluya. Mpango wa Mungu ni kufanya watu waongezeke. Kuwa taifa kubwa ni kuongezeka. Kama nilivyosema hapo, mashetani ya familia alikwenda pale, yakamwona mtu mmoja alikuwa na taifa kubwa pale. Haleluya. Alikuwa anaona nini? Ambapo akasema nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Kwa hiyo mashetani naye akimwona mtu anaona, hakuoni wewe, anaona taifa kubwa. Haleluya. Akikuangalia anaona taifa kubwa. Kwa anajua akipata wewe unapata taifa kubwa. Maana atakupata wewe, atapata watoto wako, atapata mumeo, atapata watu wanaokuja na watoto wako, na watoto wako, atawapata. Anaona haoni mtu, anaona taifa kubwa ambalo Mungu alimwambia Ibrahimu, toka na nitakufanya kuwa taifa kubwa. Haleluya. Anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nitakubariki na kulikuza jina lako. Hizo ni baraka zako ambazo kama mrithi wa baraka za Ibrahim. Jina lako lazima likuzwe. Ukiona jina lako yani linaonekana liko huko chini, unafanya hivi. Leo lazima useme hapana. Mungu, mimi ni mrithi wa baraka za Ibrahim. Maana yake ni kwamba Mungu jina lako na mambo yako Mungu ndiye anayekuza, si ndio? Mungu watu wake anawakuza taratibu. Kama unaona bado hakuna kukuza kwenye maisha, leo uko ndani kwa jina la Yesu. Leo udai kwa jina la Yesu. Amina. Kwa sababu nitakubariki na kukuza jina lako uwe baraka. Nami nitabarikiwa kubarikiwa, naye tunanitamani katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika wewe jamaa zote za dunia watafanya nini? Katika wewe jamaa zote za dunia watafanya nini? Sasa hivi niambie kujitazama. Wewe taifa kubwa. Usijione, nimesema usijione mimi. Ona taifa kubwa. Haleluya. Ona taifa ambalo watu mataifa mengine watabarikiwa kupitia wewe. Kuna mtu ambaye sasa anajiona kwa yeye watu watabarikiwa. Kwa yeye watu watainuliwa. Kwa yeye watu watapata majina. Kwa yeye watu watapata baraka. Kwa yeye
Na ndivyo ambavyo na shetani na hawa mizimu au mizimu yake kwa mapepo na mashetani wakikuangalia taifa kubwa, wanajua kwa wewe watu wataenda chini sana, kwa wewe hakuna atakayanyanyuka, kwa wewe hakuna, yani itakuwa ni laana mwanzo mwisho. Haleluya! Maana Mungu ana mambo mawili, ameweka mbele yako baraka au laana. Yeye amesema Mungu afanye kubariki. Kwa hiyo hii mizimu hao ambao ni mashetani wakikuona wanaona taifa kubwa ambalo limelaaniwa sana. Haleluya! Wanaona taifa kubwa ambalo liko chini sana. Wanaona taifa kubwa ambalo halina jina. Wanaona taifa kubwa ambalo halina baraka zozote, liko hohe hahe. Ndio sari ya shetani, kwa sababu na yeye ndiko aliporushwa kaja huko hohe hahe. Kwa taifa kubwa ndio lazima wawe hohe hahe, lazima wawe sawa, lazima wawe chini sana, lazima